Mwanzo wa Askofu Christopher Ndize, karibu tupatie hayo madini. Karibu kwa neno. Baba huyo Mwasha kwa Askofu Joseph Roman Mlola, askofu wa Jimbo Katoliki la Kigoma. Mwasha Askofu Mkuu Mstaafu Paulo Uzoka, hata kama hayupo hapa karibu nasi kwa sasa, lakini askofu mstaafu wa Jimbo Kuu la Tabora. Mwasha Askofu Josephat Lulu, askofu msaidizi wa Jimbo Kuu la Tabora. Mheshimiwa sana Monsignor John Baptist Kitaruma, naibu balozi wa ubalozi wa Vatican kule Ethiopia na Djibouti, Somalia na Umoja wa Afrika. Mheshimiwa sana makamu askofu Jimbo la Kahama na Jimbo la Kigoma. Mheshimiwa sana Monsignor Natanga Maboko. Waheshimiwa mapadre wote, mabradha wote na masista wote, waheshimiwa wapendwa mafrateri pamoja na wale wa utawa na waseminaristi wadogo, waheshimiwa viongozi wa serikali na wale wa kijamii, na wapendwa wote mlioko hapa, kina baba, kina mama, vijana na watoto. Tumsifu Yesu Kristo. Nalifurahi waliponiambia twende nyumbani kwa Bwana. Zaburi ya 122 aya ya kwanza. Naomba mniruhusu nitumie maneno haya ya Zaburi kueleza yaliyoko moyoni mwangu. Kama mzaburi alivyoimba kwa furaha, nami leo ninaimba kwa furaha. Nalifurahi waliponiambia nirudi huku Kigoma nyumbani. Najua kwamba tayari nimeshasherehekea jubilei yangu nyumbani Kahama, lakini tangu nilipopata ruhusa na mwaliko wa Baba Askofu Joseph Mlola kwa niaba ya Jimbo la Kigoma kwamba nami leo niungane na hao wenzangu nije Kigoma kuadhimisha jubilei hii pamoja nanyi, nilipokea habari hii kwa furaha kubwa. Kwa kweli tarehe niliandika kwa maandishi makubwa ili nisisahau, na kwenye ratiba yangu basi nikaiweka kati ya zile siku za furaha, na nilisubiri kwa hamu siku ya leo, na hivi nimekuja kwa furaha kumshukuru Mungu ambaye bila yeye hakingewezekana chochote. Nimekuja kwa furaha nyumbani tena ili nikumbuke kwamba ni hapa ndipo nilipofanyika kuwa mtoto wake kwa ubatizo na kuimarishwa kwa sakramenti zake na hatimaye kupewa daraja ya upadre. Kigoma ni sehemu muhimu sana ya historia ya maisha yangu na wito wangu, kwa sababu hapa nimeishi, hapa Kigoma nimefanya utume, na nasema Kigoma kama jimbo. Nimekutana na watu wengi, na kwa Mungu amenijengea sehemu ya historia yangu ya upadre katika jimbo la Kigoma. Ndio maana kwangu kurudi hapa Kigoma siku ya leo sikuja tu kushiriki sherehe, ni kurudi nyumbani kukutana na familia yangu ambayo ni familia pana, kuanzia ile familia ya Mzee Korongo
lakini na familia ya Mungu ya wana jimbo wote wa Kigoma, ili nipate fursa hii ya kumshukuru pamoja na ninyi ndio familia ya Mungu katika jimbo hili, kumtukuza kwa yote aliyonitendea na kuendelea kumwomba neema na baraka zake. Nimshukuru kwa namna ya pekee Mwasha Baba Askofu Mkuu mstaafu Ruzoka. Kama basi nimetoka kidogo, lakini naomba nimshukuru pamoja nami kwa sababu huyu ndiye aliyenisomesha. Amenikuta wakati nasimikwa kwa askofu wa jimbo hili kwa kidato cha 4. Amenisomesha, amenilea, na hatimaye pamoja na wenzangu ndiye alinipatia daraja takatifu ya upadre. Sehemu kubwa ya kile ninachomshukuru Mungu leo imepitia katika mikono yake na malezi yake. Naomba tumpigie makofi hata kama na ajabu sana ambayo kwa kweli inaonyesha upekee na sababu kubwa ya kumshukuru. Ametoa sadaka kubwa ya kusafiri umbali mrefu katika hali yake ya afya hiyo, ili aweze kuwa pamoja nami na kuwa pamoja nasi siku ya leo. Uwepo wake ni zawadi kubwa kwetu na kwangu. Tutautunza wema wake huu mioyoni mwetu. Naomba tumshangilie tena. Askofu Josephat Kuguru, asante sana kwa moyo wako wa upendo. Nikijua ratiba yako kama umeshirikisha ilivyokuwa ngumu na majukumu mengi uliyo nayo, nimeshangaa kwamba hata hivyo kuona kwamba ni kikwazo cha kuwepo siku ya leo. Kwa ajili yetu na kwa ajili yangu, tulisema hayo mengine yasubiri kwanza, iwe nasi katika siku hii. Baba, asante sana. Ninakushukuru pia kwa kukubali kuwa mhubiri katika misa hii. Kwa kweli sio mimi niliyekuomba, lakini basi waliokuomba walituwakilisha wote. Ulipojua kwamba unakuja kwa ajili yetu na kwa ajili yangu, ulikubali. Ungeweza kupata sababu nyingi za kukataa kwa sababu ya majukumu yako, lakini ukufanya hivyo. Umeacha mengine, umekuja kwa ajili yetu na umetulisha neno la Mungu. Asante sana. Baba Askofu Mlola, asante sana kwa nafasi ya pekee ambayo umenipatia. Kama nilivyosema, ukiwawakilisha wanajimbo wote, umeendelea kuonesha moyo wa upendo na wa ubaba. Haikuwa haki yangu kurudi Kigoma kwa ajili yako, lakini wewe umefungua mlango na ukaruhusu nije, ili nisione tena nyuso hizi za Wanakigoma zenye tabasamu za ndugu na jamaa wa Kigoma. Kwa mwaliko huu na kwa mapokezi uliyopata sisi Wanakahama, umeweka tena moyoni mwetu furaha na kumbukumbu nzuri ambayo tutakwenda nayo. Baba Askofu, asante sana. Asanteni sana mapadre wa Kigoma, pamoja na uwepo wako, pamoja na waamini wote. Nilipokuwa nikijiuliza kwa nini nimefanya yote haya kwa ajili yangu na kwa ajili yetu, jibu moja lilikuja haraka: mnafanya haya kwa sababu ya upendo. Upendo wenu kwa Mungu, upendo wenu kwangu na kwetu, na upendo pia kwa Wanakahama. Furaha mnayoijaza leo ndani ya moyo wangu si yangu peke yangu. Zawadi hii mlizonipatia na
Viongozi, nawashukuru sana. Si zawadi kwangu peke yangu. Furaha na zawadi hizi ni mtaji wa mwendelezo wa utume wetu Kahama. Tutarudi Kahama nikiwa nimeimarishwa na upendo wenu, nimefarijiwa na ukarimu wenu, na nimeongezewa nguvu ya kuendelea kutumikia kanisa la Mungu. Kwa hiyo ninapoondoka hapa, sitaondoka na zawadi tu, nitaondoka na ninyi wanakigoma moyoni mwangu. Tutaondoka na nyuso zenu na sura zenu zenye tabasamu, sala zenu na upendo wenu. Na hivi kuendelea kuombea ili Mwenyezi Mungu aendelee kumpa kila mmoja wenu yale yaliyo matamanio yake kwa ajili ya mapenzi yake, aendelee kujaza pia furaha mioyo yenu. Asanteni sana wanakigoma. Wajibalaliani wenzangu, hongereni sana Padre Dalema na Sister Oliva mnaoadhimisha jubilei ya miaka 50. Ninaamini kwamba mlipoadhimisha miaka 25 ya utume, waamini na wapendwa wenu waliombea mpate 5 mara 5 tena. Mungu amesikia sala hizo na leo umefikia jubilei ya miaka 50. Hongereni sana. Sasa nani tuombeeni na sisi tunaoadhimisha miaka 25 ya utume tupate 5 mara 5 tena, ili siku moja nasi tufikie jubilei ya miaka 50. Askofu Mlolo aliposema kwa Sister Oliva, nasema kwa Dani Balema kwamba inawezekana 50 nyingine, umetuuliza kwani hatuna imani? Tuwe na sisi kwa imani, naamini hiyo mengine 25 inawezekana. Tutakuwaje hiyo sasa tusimulize, ila inawezekana kwa mpenzi. Hongereni pia mapacha zangu wa jubilei ya miaka 25. Tumshukuru Mungu kwa hatua hii tuliyofikia na tuzidi kuombeana. Ili Mungu yake mwema aendelee kujalia afya, neema na hasa uvumilivu katika utumishi wetu. Tuendelee kumtumikia yeye na watu wake kwa uaminifu na majitoleo zaidi. Wajibalaliani wenzangu wa miaka 25, hongereni sana. Asanteni sana wageni mlioweza kufika kwa ajili ya tukio hili na hata ninyi wenyeji, lakini kwa namna pekee wale ambao umetoka nje ya majimbo haya mawili, kwanza waliotoka nje ya Kigoma na Kahama. Kuna pekee Monsignor John Baptist Taruma ambaye tulifahamiana mwaka 1994 kwa kule Bosho, na baadaye tumeendelea hapa na pale kuwezekana kuwasiliana, na kwa miaka ya karibuni basi tumekuwa na ukaribu mkubwa, na hasa tulipokuwa kufanya utume wako kule Ubelgiji, ambapo litusaidia sana hasa na Kahama, na kwa bahati basi tukaweza pia kutembelea kule jimboni kwetu. Nisema kwamba mmoja alifika Kigoma, na kwa bahati basi umefika katika kipindi hiki ambacho yapo haya ndio kuhusu sisi. Asante sana kwa upendo wako na kuenzi na kujali tukio hili na kuwa pamoja nasi, na tunaendelea kuombea utume mwema katika mazingira haya mapya kwa Ethiopia, ili Mwenyezi Mungu aendelee kujalia neema na baraka. Asante sana kwa asante sana masista ambao tumeambatana na Baba Monsignor kutoka kule Msoma. Kati ya masista ni mmoja ambaye ni dada kwa baba mkubwa anaitwa Ngorongoro, Faustina Ngorongoro. Mimi nilipandishwa mwezi wa 7 tarehe 5
2001 na akaweka nadhiri mwezi Desemba 2001. Kwa hiyo na yeye anaadhimisha pia jubilei ya miaka 25 mwaka huu, na amesindikizana na sister rafiki yake ambaye tulifahamiana kwa sababu hiyo, anaitwa Bernadetta. Alikuwa nitania kwamba ni jina la mama, kwa anaitwa mama, lakini pia naye ni mwanaufata, kwa tuendelea kufahamiana. Asanteni sana kwa kuja na kuwa pamoja nasi, na nani pia tunawatakia maadhimisho mema. Basi hawa wawakilishi wale wote ambao wametoka nje ya Kahama na wakawa ni wageni wetu kutoka nje pia ya Kigoma, lakini washukuru pia Wanakahama walioweza kunisindikiza kuja huku Kigoma. Asanteni sana kwa maadhimisho yaliyofanyika kule jimboni kwetu na kwa utume tunaendelea kufanya pamoja, na kwa kuwa tayari kuwa nasi au kuwa nami katika maadhimisho haya ya nyumbani kuzaliwa. Basi pamoja na wana Kigoma naambia karibuni sana Ruha, karibuni Kigoma. Begwa begwa, begwa begwa. Mwisho, asanteni nyote kwa kuja. Asante kwa maandalizi yote mliyoyafanya ili kufanikisha sherehe hii. Asanteni sana kwa sala, mapokezi, zawadi na upendo wenu mkubwa. Mungu aendelee kuwajalia na kuwalipa kadiri ya ukarimu wenu, na wajalie baraka mnazohitaji nyote. Abariki jimbo la Kigoma, abariki jimbo la Kahama, abariki kanisa lake, na aendelee kutuimarisha sote katika kuendelea kumtumikia kwa furaha. Asanteni sana na Mwenyezi Mungu awabariki. Tumsifu Yesu Kristo.